Njoo nami kwenye safari. Ni safari ya wote Afrika, safari inayotuingiza moyoni mwa Mungu wa upendo. Ungana nami katika safari hii, safari ya tumaini Afrika. Mabibi na mabwana, Sabato ni njema. Tena njema sana. Ikiwa una furaha, piga makofi pamoja nami. Kama tulivyosema jana, siku ya Sabato ni sherehe ya kuzaliwa kwa ulimwengu. Kwa sababu maandiko yako wazi ya kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi. Na wewe na mimi ni matokeo hayo ya uumbaji. Mungu ashukuriwe ya kwamba wewe na mimi tumeumbwa kwa namna ya ajabu sana. Ajabu sana. Ndio maana wako warembo hapa, wanaume sijui tunawaitaje wao, lakini wanapendeza vile vile. Haleluya. Bwana ni mwema sana. Na hivyo leo Bwana alikusudia ya kwamba iwe siku ya furaha na shangwe. Je, ninaweza kuona tabasamu katika uso wako? Muonyeshe Mungu wako tabasamu hiyo. Kwa sababu Bwana amekuwa mwema kwako na amekupatia nafasi ya kuishi, na leo uko hapa. Sio bahati nasibu. Mungu mwenyewe amekutunza, akakulinda, na Mungu ni mkuu, jina lake lipate kutukuzwa milele na milele. Leo tutazungumzia juu ya pumziko halisi. Jana tulizungumzia kituo cha pumziko, lakini leo hebu tuzungumzie juu ya pumziko halisi. Mwanadamu aliumbwa kwa namna ambayo analazimika kupumzika. Asipopumzika zinakuwepo athari. Maisha yake yanakuwa na taabu. Ninakumbuka kusoma hili ya kwamba kulikuwa na mashindano ya kutokulala. Mashindano ya kutokulala ilikuwa ni marathon ya kukaa kwenye kiti usilale, ili kuweka rekodi ya mtu ambaye alikaa muda mrefu bila kulala. Unataka kusikia ya kwamba aliyevunja rekodi alikaa siku ngapi bila kulala? Siku 18 na masaa 21 bila kulala. Lakini baada ya saa ile ya 21 akaanza kusikia na kuona vitu ambavyo havipo. Waingereza wanaita hallucinations. Akaanza kuona ya kwamba fikra zake na mawazo hayafikiri sawa sawa. Hata akizungumza maneno hayatoki sawa sawa. Mwili ukawa hauko katika hali yake kwa sababu ya kutokulala. Wataalamu wengine wanasema ya kwamba ukitokea ya kwamba usilale kwa masaa 17 tu hukulala, basi mwili wako utakuwa kama mtu katika damu ana pombe 0.05, na matokeo yake yatakuwa ni yale kama ya mtu ambaye amekunywa pombe na akalewa. Kwa hivyo haya tu ni ishara kuonyesha ya kwamba mapumziko kwa mwili wa mwanadamu ni ya muhimu. Wengine huenda hamjajua, lakini kuna wakati mafuta yalimwagika kwa wingi sana kule Alaska kwa kampuni hii inayoitwa Exxon, na inasemekana ya kwamba kuvuja kwa mafuta hayo kulitokana na yule aliyekuwa akisimamia alikuwa hajalala ya kutosha. Hakuwa amepata usingizi wa kutosha, na hivyo ajali hiyo ikatokea. Niwaambie kitu, hata yale mafuta ya nyuklia yaliyovuja kule Chernobyl, Urusi, yalitokana na mtu ambaye hakuwa na usingizi wa kutosha na wakati anasimamia kazi kubwa. Hayo ni madhara tu yanayotokea, si kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaweza kuleta madhara hata katika jumuiya, mwili unapokosa muda wa kupumzika. Leo nazungumzia pumziko halisi. Pumziko halisi si usingizi. Usingizi ni muhimu, lakini pumziko halisi katika maisha, na hasa katika hii tunaita safari ya tumaini, ni pumziko jingine. Tena pumziko muhimu, kwa sababu mnakumbuka jana tulipitia ile amri ya 4 kati ya amri 10 za Mungu, na ile amri ya 4 ilianza kwa kusema ikumbuke
siku ya Sabato ufanye nini? Uitakase. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ikafuatia ikisema ya kwamba siku 6 fanya kazi. Nalipenda hilo. Mwanadamu huenda wakati mwingine hapendi kufanya kazi, lakini kazi ni mbaraka. Kazi si laana. Kufanya kazi kwa jasho ndio laana, lakini kazi ni mbaraka. Na ndio maana katika Mwanzo sura ya pili nakuta Mungu akisema hivi. Musa akiandika anasema hivi: Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ili ailime na kufanya nini? Na kuitunza. Kwa hivyo mwanadamu aliyetoka mikononi mwa Mungu aliyekuwa kamili kabisa, lakini aliwekwa kwenye bustani nzuri nayo iliyokuwa kamili, lakini ilikuwa asilale tu masaa yote. Hapana, Mungu alikusudia ya kwamba atakuwa na kazi za kufanya, na hizo kazi zilikuwa isiwe ni mzigo, lakini kumletea raha na furaha katika maisha. Kwa hivyo Mungu kumpatia mwanadamu kazi, alikuwa anamuazia vyema, alikuwa anamfikiria vyema, akamweka kwenye hiyo bustani ili apate kuilima na kuitunza. Ukienda katika sura ile ya 3 ya Mwanzo na ukaangalia mstari wa 17, utagundua ya kwamba hata baada ya dhambi Mungu aliendelea kusisitiza ya kwamba kazi itaendelea kufanya. Akamwambia Adamu, fungu la 17, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. 19 anasema hivi: kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi mahali ambapo ulitwaliwa. Kwa hivyo Mungu utakuta ya kwamba si kabla tu ya dhambi, lakini hata baada ya dhambi alimtaka mwanadamu kuendelea kufanya kazi. Narudia tena, kazi si laana, kazi ni mbaraka. Kwa hivyo hata katika amri hii ya 4 anapokuja kuzungumzia hili pumziko halisi, anamkumbusha mwanadamu ya kwamba siku 6 nimekupatia, siku 6 hizo fanya kazi. Fanya kazi. Na huu ujumbe nafikiri unahitajika kwetu tusikie mara kwa mara, kwa sababu kuna wakati maisha yanakuwa magumu, tunakosa amani, tunashindwa kupata mahitaji yetu siku baada ya siku, lakini tunadhani ni Mungu ametuacha, lakini ukifuatilia utakuta ya kwamba ni kwa sababu ya uvivu na uzembe wetu. Kuna wakati nilishiriki katika utafiti. Tulikwenda kwenye jumuiya moja kubwa, na kwa majuma mawili tukafanya utafiti wa kujua ya kwamba kwa wastani watu katika jumuiya hii ya Kiafrika wanafanya kazi kwa masaa mangapi kwa siku. Lililotokea katika utafiti ule hata mimi lilinishangaza. Kwa sababu kwenye jumuiya ile tulikwenda kufanya huo utafiti kwa sababu ilifahamika kuwa ni jumuiya ya wachapakazi. Watu wanaopenda sana kufanya kazi. Tulipofanya utafiti huo, tukagundua ya kwamba kwa wastani mtu katika jumuiya hiyo alikuwa anafanya kazi masaa 4 kwa siku kwa mwaka. Masaa 4 kwa siku kwa mwaka. Kumbuka, inaitwa ni jumuiya ya wachapa kazi, lakini masaa 4 kwa wastani kwa siku. Kwa nini umaskini usiwepo? Kwa nini usiwepo? Na utagundua ya kwamba mahali ambapo kuna maendeleo, watu ni wachapa kazi. Watu wanajihusisha na kazi. Agizo la Mungu ni hili: siku 6 fanya kazi. Utende mambo yako yote. Mungu amekupatia hizo siku 6. Ni mbaraka mkubwa. Tena katika siku 7 za juma, Mungu amekupatia 6 ambazo hukuzilipia, ambazo si zako, kwa kweli ni zake,
lakini anasema siku hizo sitafanya kazi. Ukifanya kazi, hiyo kazi itakuja kuwa mbaraka katika maisha yako. Itakuletea furaha, itakuletea amani, si wewe tu, na watoto wako na jumuiya ulioko kwayo. Ndiyo maana mashauri ya neno la Mungu katika maandiko matakatifu ni mengi tu. Kwa mfano, Paulo anaeleza katika Wathesalonike wa pili sura ya 3. Tuelekee kule. Katika Wathesalonike wa pili sura ya 3. Paulo anaeleza maisha yake yeye yalivyokuwa. Na mstari wa 10 anasema hivi: kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwepo kwenu, tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asifanye nini? Asile chakula. Je, nyumbani kwako kuna mtu ambaye hafanyi kazi lakini anakula? Unamharibu yule mtu. Kwa sababu anafikiria ya kwamba ninaweza nisifanye kazi lakini nikafanya nini? Nikala. Lakini neno la Mungu linasema kula ni matokeo ya kufanya nini? Ni kufanya kazi. Kwa hivyo ukiwepo na yeyote pale nyumbani ambaye yeye ni kula tu na hafanyi kazi, wewe naye mnashiriki kuharibiana. Ninajua ya kwamba moja ya jambo ambalo limekuwa ni la pekee sana na lipo kiulimwengu ni kwamba watu wanakimbia kutoka vijijini, wanakimbilia mijini. Nikitoa kwa mfano Nigeria, nafikiri katika miaka ya 60 walikuwa mijini katika nchi ya Nigeria walikuwa watu 14.5% tu ya wakazi wote wa Nigeria walikuwa wanakaa mijini. Lakini ilipofikia mwaka 2000 wakawa ni watu 43% katika Nigeria. Kwa hivyo ni ongezeko la 5.5 kwa mwaka ya watu wanatoka vijijini kwenda mijini. Mwaka 2006 takwimu zinasema ya kwamba 50% ya wakazi wote ulimwenguni sasa wanaishi katika miji. Si katika nchi zilizoendelea tu, lakini hata nchi zinazoendelea mwelekeo ni watu kuelekea vijijini. Kidogo linakuwa ni la ajabu, kwa sababu ndio mijini kunakuwa na nafasi za kazi, lakini si nafasi za kazi wote. Vijijini zipo kazi ambazo Mungu alizitoa, ambazo ukilima utakula. Ukilima utakula. Lakini watu tunakimbia huko, tunakwenda mijini. Sasa la kuangalia ni hili. Hata tukienda mijini, lakini mijini mahali tulipo, Mungu agizo linasema hivi: siku sitafanya nini? Siku sitafanya kazi. Ukiangalia katika mstari wa 12 wa sura hiyo ya Wathesalonike wa pili sura ya 3 na mstari wa 12, basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe, kwa sababu kwa jasho utakula chakula chako hata utakapoirudia nini? Hata utakapoyarudia mavumbi. Waefeso sura ya 4 na mstari wa 28 utakuta ya kwamba usia huu unakuja ya kwamba mtu asipofanya kazi anaweza kuingia katika tabia zisizopendeza, na ikafika mahali ushauri huu uje kuletwa kwa mtu kama huyu. Paulo anaandikia Waefeso akisema, mwibaji au mtu anayeiba asiibe tena, bali na aanze kufanya kazi njema kwa mikono yake yeye mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumsaidia yeye mwenyewe. Lakini pia kuna watu wengine hawana uwezo kama yeye, hawana miguu, hawana mikono, hawana nguvu, ni wagonjwa, wanahitaji msaada, apate kitu chake lakini cha ziada pia cha kusaidia wengine. Suleiman alitoa mashauri mengi sana kuhusu kazi. Sitapata muda wa kuyapitia yote hapa, lakini alitoa mashauri mengi sana kuhusu kazi. Ukiangalia katika Mhubiri sura ya 9 na mstari wa 10, Mhubiri sura ya 9 na mstari wa 10, Suleiman aliandika akisema hivi: lolote lile mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa namna gani? Kwa nguvu zako zote na kwa
kwa nguvu zako zote, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kaburini unakokwenda. Kwa hivyo fanya kazi kwa nguvu zako zote, ya kwamba unapoingia katika kazi usione ya kwamba ni mzigo, usione ya kwamba ni laana, na ikiwe ni kitu kinachokufurahisha ukaipende kazi na kuifanya kazi. Mithali sura ya 10 na mstari wa 4. Mithali sura ya 10 na mstari wa 4 anasema hivi: atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hufanya nini? Hutajirisha. Kwa hivyo acha ulegevu, fanya kazi kwa moyo wote. Siku ngapi? Siku 6. Mungu anamkumbusha ya kwamba mwanadamu, ikumbuke siku ya Sabato ndio, lakini siku 6 hizo ambazo nimekupatia fanya kazi. Mithali 12 na mstari ule wa 11 anasema, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuzi hana nini? Hana ufahamu. Kwa hivyo utakuta ya kwamba Mungu amemwita mwanadamu na kumwomba ya kwamba yeye ajishughulishe na kazi. Narudia tena, siku 6 fanya kazi. Lakini neno lakini linapotumika linaunganisha kilichopita na kinachokuja. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya nani? Ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwanao wala binti yako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wapendwa, hili si agizo la mwanadamu, hili ni agizo la Mungu wa mbinguni. Na ikiwa Mungu unampenda kweli, ikiwa Mungu unamthamini, na juma hili tumeelezana tu vizuri ya kwamba huyu Mungu anastahili kupendwa, kwa sababu hakuna aliyekupenda kuliko Mungu huyu alivyokupenda. Yeye ni muumbaji wako, yeye ni mwokozi wako, yeye ni baba yako, yeye ni rafiki yako. Yeye ameshuka akaacha uungu akaja chini ili awe katikati yako, aishi pamoja nawe, na amekukomboa. Huyu Mungu anastahili kupendwa, tena kupendwa sana kuliko vitu vingine vyovyote. Nikwambie kitu, kupenda hata kuliko ninavyompenda Naku mke wangu. Naku sijui kama anafurahia kulisikia hilo, najua anafurahia. Haleluya, anafurahia. Mpende Mungu kuliko chochote kile unachokipenda. Hakuna mwanadamu aliyekutendea kama kile Mungu alichokutendea, hakuna. Kwa hivyo ikiwa unampenda, ndio maana tulirudia juma hili kusema ya kwamba Mungu mwenyewe alisema, hamtanipenda kwa maneno tu na falsafa, hamtanipenda tu kwa maneno na nadharia na kupenda Bwana. Anasema hivi, mkinipenda mtashika amri zangu. Si kwamba kushika amri kutawaokoa, la hasha, lakini itakuwa tu ikionyesha ya kwamba kweli mnanipenda. Utawezaje kunipenda lakini nikikwambia nifuate, we unakwenda njia nyingine? Unanipenda kweli? La. Kwa hivyo leo anakuja anasema, lakini siku ya 7 ni siku yangu mimi Mungu. Ndiyo maana nilistarehe, nikaibariki, nikaitakasa siku ya 7, nikiwa na maana katika siku 7 za juma kuna siku moja ninaitenga kwa ajili yangu. Siku hiyo ni takatifu kwa sababu ni ya Mungu. Siku 6 amekupatia. Sasa hebu angalia hili. Hivi itakuwa sawa kweli Mungu ametupatia sehemu iliyokuwa kubwa zaidi ya siku 6, halafu tumnyang'anye siku moja?
itakuwa ni haki? Si haki hata kidogo. Lifikirie sana katika maisha yako. Mungu ameomba siku moja itengwe kwa ajili yake peke yake. Wewe na yeye. Wewe na yeye. Na kuna kitu Mungu anachokitafuta hapa. Si amri tu, si sheria. Naomba fikiria kwa makini. Mungu anachokitaka hapa anaposema siku hii nimeitenga kwa ajili yangu peke yangu. Mungu anachotaka ni nini hasa? Usije ukakikosa hicho. Kwa sababu wengine wanaweza kudhani ya kwamba hii ni amri tu, Mungu ametoa amri. Hana kingine chochote, ni amri tu. Inakuwa kama nyundo anataka kutugonga ya kwamba biashara zetu zisimame, shughuli zetu zisimame ili yeye. Lakini wapendwa, Mungu amekupatia siku 6. Siku ya 7 ni yake. Ni takatifu. Na kwa sababu siku hiyo ni takatifu, yapo yale ambayo anakuagiza uyaangalie. Tulianza kuliangalia jana, naomba tulipitie ndani kidogo kidogo leo katika fungu letu kuu katika Isaya sura ya 58. Anasema katika siku hiyo ambayo ni ya Mungu, siku iliyo takatifu, anasema hivi: kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, maana kuna kuhalifu Sabato. Zingatia hilo, kuna kuhalifu Sabato. Lakini kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanye anasa yako katika siku ya utakatifu wangu. Huyu ni Mungu anasema, usifanye anasa zako katika siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya nini? Siku ya furaha. Kuna wengine wamefanya Sabato kuwa mzigo mzito kabisa. Wanakuja kanisani na uso ni mrefu sawa na mwili wake. La, Bwana alisema siku hii ni shangwe na furaha ya kweli kutoka moyoni. Si ya kujifanya, lakini kwa sababu kuna kitu ambacho kiko ndani yako ambacho leo nitakuonyesha namna hasa ya kutunza Sabato. Inabidi uielewe. Uite siku ya furaha, halafu siku takatifu ya Bwana yenye nini? Yenye heshima. Siku yenye heshima inategemewa kuheshimiwa. Siku iliyo takatifu inategemewa kutakaswa, kutunzwa katika utakatifu. Hiyo siku ukiitunza, Bwana anarudia tena, uitunze hiyo siku kwa kutokufanya njia zako mwenyewe, kwa sababu una siku 6 za kufanya hivyo, wala kuyafuata ya kupendezayo, kwa sababu una siku 6 za kufanya hivyo, wala kusema maneno yako pekee. Mmoja anasema ya kwamba mbona Mungu amenifungia kila kitu, mimi nitafanya nini? Usiogope, yako tele ya kufanya, tena ya kuleta raha kubwa na pumziko halisi ambalo hujawahi kuwa nalo katika siku 6 zilizotangulia. Siku hii ni siku ya utakatifu. Ni siku ya furaha. Ni siku ambayo imetengwa kwa ajili ya mambo ya Mungu. Wapendwa, nakumbuka kisa hiki. Baba mmoja alifanikiwa sana. Yeye akawa tajiri na alikuwa na biashara zake, na kama tunavyosema hapa ya kwamba Mungu anaposema pafanya kazi siku 6, yeye alilichukua hili akafanya kazi siku 6. Shida akafanya kazi kuwa kama Mungu wake. Unaweza ukavuka tena mpaka kazi akawa ndiye tena nini? Mungu wako. Ikafika mahali hana muda na familia yake. Ana kijana ambaye yuko college, ni kijana katika miaka ya umri wakati ya miaka 10 hapo na kuendelea, kipindi kigumu kidogo, lakini baba hana muda na kijana wake. Siku moja kijana wake akamwendea, baba, ninaomba nipate muda nawe. Baba akasema sawa, lakini unajua mwanangu, nina appointment hii na appointment hii na hiki. Akatoa pesa mfukoni, akamwambia chukua pesa hii, nenda kapate chakula hotelini. Mtoto akachukua pesa akaenda. Baadaye akarudi akamwambia, baba, sikiliza, sitaki pesa, na kutaka wewe. Miaka yote umenipa pesa, haijanitosheleza kitu.
Je, inawezekana ukawa na muda mfupi tu pamoja nami? Tukakaa, tukaongea, tukazungumzana, tukafurahi kwa pamoja, na mimi nikajua ya kwamba nina baba. Je, huwezi kunipa muda kidogo? Huyu alishindwa kutoa muda, lakini mambo kijana yalipomharibikia ilibidi baba atoe muda. Alikuwa amechelewa. Mungu anaposema hii siku nimeitenga, ni kwa sababu yeye anasema mimi ni baba yako. Na baba na mwanae wanahitaji muda. Wakae, wazungumze, waelezane, wafurahi, washirikiane na wapendezane. Baba wa namna hiyo ni baba. Haleluya. Baba wa namna hiyo ni baba. Baba ambaye hana muda nawe. Lakini huyu Mungu wako ambaye ni baba yako anasema, acha shughuli hizi zingine, sawa, siku 6 zinakutosha. Hii siku moja, hebu njoo tukakae kwa pamoja. Hebu njoo tushirikiane. Hebu njoo tusaidiane. Ninakuhitaji katika maisha yangu. Mimi ni baba yako. Ninakuhitaji. Kwa hivyo siku 6 fanya kazi, lakini siku ya 7 ni nini? Ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, badala yake naomba tuwe na mawasiliano ya karibu. Unajua kwa nini? Ukiwa kwenye kazi zako, mwanangu, si rahisi kunifikiria. Ukiwa kwenye shughuli zako, hata nikizungumza huwezi kunisikia sawa sawa. Ukiwa kwenye shughuli zako, hata upendo wangu huwezi kutafakari kina chake, kwa sababu upendo wangu, Mungu anasema, una kina kirefu sana. Itakuchukua milele kuelewa huo upendo. Lakini angalau kingali hapa duniani, nipe muda wote katika siku hii moja. Ninafahamu kwa njia ya maombi katikati ya juma tutakutana, lakini siku nzima ambayo ni mimi na wewe itakubadilisha. Waingereza wanasema it will refresh you. Pumziko halisi, pumziko la kweli. Mungu anachokitakia si kibaya, ni chema. Mnafahamu shughuli zinavyotuendesha. Unafanya kazi, ukirudi nyumbani kichwa kimejaa. Unasema nikimbilie wapi? Nitajificha wapi? Niende wapi? Nimepata msongo mwingi. Lakini Mungu anasema, ninataka siku moja nawe, wewe na mimi. Je, utampatia Mungu hiyo siku? Utampa baba yako hiyo siku kweli kweli, au hiyo nayo utamnyang'anya? Baba yako anaiomba. Na ndio maana tukumbushane tena, kama nilivyokwisha kuwakumbusha katika Ezekiel sura ya 20, ya kwamba siku hii kuna kitu ambacho Mungu anataka kukifanya kwako. Alishakifanya. Anasema siku hiyo uitakase. Na hapa anasema ya kwamba katika Ezekiel sura ya 20 na mstari ule wa 12, anasema, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndiye niwatakasaye. Unapokuja katika mkao wa utakatifu, unapokuja katika mkao wa utakaso, siku hii Bwana anapokuwa akishirikiana nawe, kuna tendo la utakaso linaloendelea katika maisha yako. Usinyime Mungu nafasi hiyo ya kukutakasa. Ni nafasi ya kukutengeneza. Ni nafasi ya kukuumba tena, kwa sababu Mungu anakusudia kukuumba tena, akutengeneze upya, kwa sababu dhambi ilikuharibu, dhambi iliniharibu mimi, lakini Mungu anataka anitengeneze na akutengeneze tena, kwa sababu hiyo ni siku ya utakaso, unapokuwa na ushirikiano na Mungu wako. Hii siku ya sabato, lakini mmoja anauliza kule kwenye vituo, hapa kwenye kituo chetu, ya kwamba lakini mchungaji, hii siku ya sabato inaanza lini na inaishia lini hasa? Jana niliwasomea kutoka katika Wikipedia, encyclopedia hii, ambayo inaeleza vizuri tu ya kwamba siku ya sabato ni siku ya Jumamosi.
Hilo halina pingamizi yoyote, lakini hebu nikuonyeshe pia katika maandiko matakatifu katika Luka sura ya 23. Katika Luka sura ya 23 tunasoma maneno haya, mstari ule wa 55. Anasema hivi: na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Huyu ni Yesu Kristo wakati alipokufa. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Basi wakaenda wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu. Na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Sura ya 24 mstari wa 1 anasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipopambazuka, walikwenda kaburini wakayaleta manukato yaliyokuwa yamewekwa tayari. Kwa hivyo siku ile ya Ijumaa, ambayo ndiyo siku Yesu alikufa, hata leo nyakati za Easter, za Pasaka, tunaisherehekea hiyo siku ya Ijumaa kwa namna fulani. Lakini wapendwa, siku hiyo ya Ijumaa, maandiko hapa yanasema ilikuwa siku ya maandalio. Ilikuwa maandalio ya nini? Maandalio ya Sabato. Na hivyo waliandalia, na moja ya maandalizi waliofanya ni kwenda kuona kaburi mahali ambapo Yesu alikuwa amezikwa. Walipoona, walikuwa na kitu wanachotaka kukifanya, lakini walipoona wakarudi. Hawakufanya hicho walichotaka kukifanya kwa sababu Sabato ilikuwa imefika. Na hivyo wakarudi wakapumzika Sabato. Siku ya kwanza ya juma, ambayo sasa itakuwa ni Jumapili, wakaja sasa wakaweka marehemu katika mwili wa Yesu Kristo. Kwa hivyo hii inaonyesha vizuri tu ya kwamba siku ya Jumamosi ni siku ya Sabato. Ndiyo siku ambayo Mungu aliitenga ya kwamba iwe siku yake, na siku ambayo anakuhitaji hata wewe upate kuitunza hiyo siku ya Sabato, kwa sababu ni ya pekee. Mmoja anaweza kusema, lakini sinaweza kutunza tu siku nyingine yoyote. Turudi tena kule nilikokuambia, ni nani awe mamlaka katika maisha yako? Je, ni wewe mwenyewe uwe mamlaka? Je, ni binadamu wengine wawe mamlaka katika maisha yako? Au Mungu wako ndiye awe mamlaka inayokuongoza? Kwa sababu ikiwa Mungu ndiye awe mamlaka inayokuongoza, ni heri kumtii Mungu kuliko nani? Kuliko wanadamu. Usalama wetu na uzuri wetu, furaha yetu katika maisha itakuwa katika kumfuata Mungu wa mbinguni. Katika kuitunza hii Sabato, sitapitia mafungu haya yote, lakini kwa sababu wengine wenu mnaandika, nitayataja tu na utaangalia. Katika kuitunza hii Sabato, kile chote kinachohitajika kufanyika na kinaweza kufanyika siku ya Ijumaa kifanyike. Utalikuta hili katika Kutoka 16 na mstari wa 15. Kile chote, kazi yote ambayo ungehitaji kuifanya siku ya Sabato, lakini unaweza kuifanya siku ya Ijumaa na isidhuru maisha ya mtu, kazi hiyo na ifanywe siku ya maandalizi. Hayo ndio maandalizi wewe na mimi tunayotakiwa kuyafanya. Unajua hili jambo ni la kuangalia, kwa sababu rais akisema anakuja nyumbani kwako, unajiandaa au hujiandai? Unajiandaa. Ukijua ya kwamba kesho ni sikukuu ya kuzaliwa ya mtu unayempenda, unajiandaa hujiandai? Unajiandaa. Kwa hivyo inapokuwa ni wakati wa kuja kukutana na Mungu wako siku ya Sabato, fanya shughuli hizo. Jiandae. Ili siku ile ikifika isiwe ndio unakimbia, unapanda unashuka. Hata mgeni atashangaa. Nilikuja kwa ajili yako lakini huna muda na mimi. Kwa hivyo maandalizi hayo, hakikisha ya kwamba unachotakiwa kukifanya. Mungu alipowaeleza Israeli aliwaambia, ikiwa ni kuoka mikate, oka siku ya Ijumaa. Ikiwa ni kupika chakula ambacho hakitaharibika siku ya Ijumaa, pika siku ya Ijumaa. Ikiwa ni kupiga pasi kwako, piga pasi siku ya Ijumaa. Kazi zako zote, ili ule muda uliobaki wa siku ya Sabato upate kuwa muda wa hakika utakao kuwa na Mungu wako.
Katika Nehemia 13 na mstari wa 22 hatutasoma, lakini utakuta pale ya kwamba biashara zetu na shughuli zetu za maisha tunazozifanya zisimame, zisifanyike siku ya Sabato. Ndiyo, katika kuitunza hiyo Sabato, zisifanyike siku ya Sabato. Anataja kabisa ya kwamba siku hiyo kusiwe na kununua wala kuuza. Usifanye hivyo. Si kwa sababu Mungu hapendi ununue au uuze, lakini ukianza kufanya tu hivyo, linaanza kuchukua mawazo yako, na hivyo ule muda wa kushirikiana na Mungu wako kama anavyotaka, ule muda Mungu anaukosa na anautamani ya kwamba angalikuwa na huo muda. Kwa hivyo unaona ya kwamba angalia shughuli za biashara yako. Mungu anasema katika maagizo aliyokuwa yametoa ya kwamba yasiwepo. Katika sura hiyo ya 58 tuliyoisoma ya Isaya, utakuta tu dhahiri ya kwamba siku hiyo ni siku ya sio usitu, lakini jishughulikie na mambo ambayo ni matakatifu. Mambo yote yatakayokuwa na alama na ya utakatifu, hayo jihusishe nayo, kwa sababu hayo yatabeba fikra zako kuzielekeza kwa Mungu wako. Utaingia katika ushirikiano na uhusiano na Mungu wako. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba unatunza yale au unafanya yale yaliyo ya utakatifu. Yesu Kristo pia alisema ya kwamba ni vema kutenda mema siku ya nini? Ya Sabato. Alikuwa ametibu watu, akawaponya magonjwa yao. Wakaja hawa viongozi wa hekalu wakasema, unavunja Sabato, unafanyaje haya siku ya Sabato? Ndipo Yesu aliposema ni vema kufanya yaliyo mema siku ya nini? Ya Sabato, kwa sababu hata Mungu anafanya kazi hata siku ya nini? Ya Sabato. Mungu akiacha kufanya kazi hupumui. Umekwenda? Yale yanayohusu uhai wa watu, yanayohusu fadhili na kusaidia mtu, matendo ya rehema na neema, hayo yako tele na ulimwengu unayahitaji mengi mno. Mengi. Ndio wakati wa kuleta faraja kwa wanaoumia. Ndio wakati wa kuponya walio wagonjwa. Ndio wakati wa kufanya yale yote yatakayogusa watu, lakini pia yatakayokugusa ya kwamba kumbe kutenda mema ni chema, na hivyo wewe mwenyewe unabadilika. Unaingia katika utunzaji wa Sabato. Maandiko yanaeleza vizuri tu kabisa ya kwamba itakuwa ni tangu kutua kwa jua mpaka kutua kwa nini? Kwa jua. Tangu kutua kwa jua mpaka kutua kwa nini? Jua, ndipo utakapoitunza Sabato. Ina maana ya kwamba tangu jua linapotua siku ya Ijumaa mpaka jua linapotua siku ya Jumamosi jioni, kipindi hicho Mungu anasema ni changu. Ninaomba niachie na kitunze katika utakatifu wake. Sasa niwaletee jambo ambalo ninadhani ya kwamba ni muhimu ya kwamba tulipate. Hivi Mungu kweli anajali ya kwamba niitunze hii kama anavyosema, au nifuate tu kama ninavyoona? Kuna mafungu yanayoonyesha ya kwamba Mungu alichukizwa na Israel waliposhindwa kuifuata Sabato. Moja ya sababu ambayo Israel walishindwa kuingia katika nchi ya Kanaani ni kwa sababu zivunja hukumu za Mungu na Sabato zake. Wakafanya kama walivyoona na hawakufanya kama Mungu alivyotaka. Sasa hili linilete karibu sana katika utunzaji wa Sabato. Ninaomba unisikilize vizuri sana, kwa sababu utunzaji wa Sabato si kuacha kufanya kazi hasa. Utunzaji wa Sabato si kwenda kanisani na kuimba na kusoma maandiko na kuomba peke yake. Utunzaji wa Sabato ni tendo la kiroho ambalo wewe unaingia kiroho na kimawazo, kifikra katika mahusiano ya moja kwa moja na Mungu wako. Hilo lisipofanyika, hujatunza Sabato. Narudia tena. Kutunza Sabato si kwenda tu kanisani,
Si kuacha tu kufanya kazi, hayo ni muhimu sana. Lakini kutunza Sabato ni tendo la kiroho ambalo unaingia katika ushirikiano, communion na Mungu wako. Katika kipindi hiki cha siku moja, a close communion, uhusiano na ushirikiano wa karibu kabisa na Mungu wako. Unamtafakari, unazungumza naye, na yeye unasikia kwa njia ya Roho Mtakatifu akizungumza nawe, na katika kuwasiliana huko, ukitoka linakupa furaha, linakupa faraja, unajisikia ya kwamba you are spiritually refreshed, ya kwamba kiroho wewe umepata nguvu mpya tena, ya kwamba hata siku 6 zilizoko mbele ni kama betri ambayo imepata nguvu tena. Hata yaje majaribu makubwa kiasi gani, wewe unaweza kuyastahimili kwa sababu Bwana amekurecharge. Bwana amekupatia nguvu mpya tena. Lakini ukishindwa kuingia katika hiyo communion, huo ushirika na Yesu Kristo na Mungu wako, wapendwa, inawezekana nguvu za kiroho zikawa ndogo. Majaribu utakayokutana nayo siku zilizoko mbele yako yakakuzidi nguvu. Ukaanza kulia, maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa uovu? Kwanza angalia hili, mpatie Mungu siku moja. Sababu ya Mungu kusema usifanye kazi yoyote si kwa sababu Mungu hataki kazi. Mbona amesema fanya kazi siku ngapi? Siku 6. La, ni kwa sababu katika kutokuwepo na shughuli hizi nyingine, unaweza ukaconcentrate, unaweza ukaingia katika ushirika huo wa maana, ushirika wa maana na Mungu wako. Sikiliza, hiki ndicho ambacho Israeli ilishindwa katika kutunza Sabato. Walitunza Sabato kwa kuacha kazi. Wakatunza Sabato kwa kwenda hekaluni. Waliyafanya hayo. Na ingetosha, Israeli bado wangepata kibali kikubwa cha Mungu. Lakini walishindwa kuingia. Sasa sikiliza, katika kitabu cha Waebrania inaitwa kuingia katika raha ya Sabato. Raha ya Sabato. Raha ya Sabato. Sikiliza anachosema katika Waebrania sura ya 4 na mstari wa 9. Waebrania sura ya 4 na mstari ule wa 9 anasema hivi: basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa nani? Kwa watu wa Mungu. Raha ya Sabato. Nisikilize. Raha ya Sabato ni kuingia katika mahusiano ya maana kati yako na Mungu wako. Ya kwako unayaweka pembeni, unasema sasa mimi na Mungu wangu. Unajua, unapomwambia mtu anapozungumza na wewe, unajisikiaje ukiona yeye anaangalia pembeni tu, ni kama hakusikilizi? Unajisikia vizuri? Unajisikia kudharauliwa? Unajisikia kupuuziwa? Mungu usifanye kazi, usiwe na shughuli zako, ni kwa sababu anahitaji muda wa maana na wewe. Mpatie huo muda wa maana, kwa sababu huo muda ukimpatia, utagundua ya kwamba faida ni yako. Furaha itakuwa ni yako. Na Mungu huyu, simama pamoja naye siku ya Sabato. Siku ya Sabato ukisimama naye kwa namna hiyo, siku hiyo itakuwa ya furaha, tena ya furaha milele na milele. Kwa sababu anasema hivi, utakapoikumbuka siku ya Sabato, utakumbuka ya kwamba mimi Mungu ndiye niliyekuumba. Hutakuwa na miungu mingine, hutajaribiwa kumsahau Mungu wako. Unajaribu, hebu lifikirie hili. Ipite muda mrefu, huna muda wa kutosha na Mungu wako, hufika wakati ukadhani ya kwamba Mungu hata hayupo na ukaona hakuna umuhimu. Lakini Mungu ameweka vituo vya pumziko. Haleluya. Vituo vya pumziko ambavyo ameviita siku yake, na anasema mimi na wewe mwanangu tutawasiliana. Je, utampatia Mungu huo muda? Na kusihi sana litafakari kwa makini. Upendo wa Mungu usiukatae. Tendo la kusema ikumbuke siku ya Sabato ni tendo la upendo kabisa kabisa. Ni baba anayempenda sana mwanaye, anasema ninafurahi kuwa pamoja naye. Ninafurahi ninapokuwa na mahusiano mazuri naye.
Usimnyime Mungu hiyo nafasi, unaumiza moyo wake. Na kualika mpendwa, ikiwa ulikuwa unaitunza sabato kama tendo la nje, ukidhani ukienda kanisani na kuacha kazi umeitunza sabato, lakini leo unagundua ya kwamba ninapoangalia namna ninavyotunza sabato zangu, sijioni nikiwa nimeingia vizuri katika ushirikiano kamili na Mungu wangu. Na unasema leo, Mungu nifundishe namna ya kuitunza sabato. Ninataka kuingia kabisa katika hiyo raha ya sabato. Wapendwa, ikiwa moyoni mwako unasikia Roho wa Mungu akikusukuma ya kwamba mwanangu, tunza sabato, na unatamani kuitunza sabato kama Mungu anavyotaka, ninakualika mahali ulipo upate kusimama. Liwe ni ombi lako unaposimama ya kwamba Mungu nisaidie nipate kuitunza sabato kama Mungu anavyonitaka. Kuna mmoja hapa waimbaji wanapokuja anasema hivi ya kwamba Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, nimekuwa nikitunza sabato lakini sidhani ya kwamba nimekuwa nikiitunza sabato inavyostahili. Kuna mwingine anayesema ya kwamba japokuwa nimekuwa ninatunza siku ya kuabudu, lakini nilikuwa situnzi siku ya sabato. Na sasa unasema, Mungu wangu, ninataka nije nitengeneze mambo yangu yaliyoharibika, ninaomba unipokee. Ikiwa kuna yeyote anayejisikia namna hiyo, ninakualika uje hapa mbele. Wazee wa kanisa watakuwa wanakuja hapa. Ninahitaji muda wa kuomba pamoja nawe. Mungu wako atakupokea. Unapofanya matengenezo katika maisha yako, unapofanya maamuzi ya kutembea katika barabara hii inayoitwa kweli, Mungu hatakuacha. Haleluya! Mungu hatakuacha. Kwa hivyo, ikiwa unataka kufanya matengenezo yoyote kuhusu hiyo sabato, ikiwa unataka kuifuata sabato na kuitunza, ninakualika mahali ulipotembea, njoo hapa mbele, kwa sababu wachungaji watakuwa hapa na wazee wa kanisa watakuwa hapa. Tunataka kuomba pamoja nawe ili Mungu akupatie nguvu, upate uwezo kweli wa kuingia katika raha hiyo ya sabato. Wanapotembea kuja karibu, na Mungu apate kukubariki ndugu yangu, Mungu apate kukubariki. Pamoja na hayo, ninaomba pia ya kwamba wimbo utakuwa ukiendelea kuimbwa, na waimbaji hawa wanapotuletea wimbo mkuu, naomba omba moyoni, na ukisikia Roho wa Mungu anakugusa, kwa sababu ananiambia uko hapa ambaye unahitaji kufanya uamuzi, tembea uje hapa mbele. Mungu akubariki unavyokuja. Mungu kwangu ni tamu, makao ya faraja kwao wasafiri waliochoka, tafurahi milele. Tunu nyingi na palilia, nione milango ya Sayuni, pasipo maumivu na shida, ninapata amani sana. Pana mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa. Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Lakini furaha iliyo kubwa nikimwona mfalme, nitafurahi kwa neema
pasipo maumivu na shida, ninapata amani sana. Tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Wapendwa, ahadi hizi kwa njia ya nyimbo ni ahadi za tumaini. Ni ahadi za faraja kwa sababu ni za kweli na ni kwa ajili yako. Ninafahamu ya kwamba kuna mwingine bado anasitasita moyoni mwake kwa sababu kuna wanadamu wengine. Naomba ufahamu, hapa ni mbele za Mungu. Ikiwa anaugusa moyo wako na unasikia kwamba ndani ya moyo wako kuna uamuzi huu unaohitaji kuufanya, usisite. Kwa sababu Waebrania ambayo sikuisoma, anasema leo kama utaisikia sauti ya Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Waebrania amerudia na kurudia akisisitiza, kwa sababu Wayahudi wa Israeli wakati huo, Mungu aliyowachagua, walishindwa kuingia katika raha hii ya imani na neema, na matokeo yake wakaikosa raha Mungu aliyowakusudia. Waebrania imeandikwa akisema, sisi kizazi cha leo tusije tukaikosa hiyo raha. Bwana ameiandalia, na hivyo leo ndiyo saa. Hata tutakapokuwa tukiomba, ikiwa unasukumwa moyoni mwako kuja mbele za Kristo, njoo, usisite. Hata tutakapokuwa tumemaliza kuomba na tunaondoka, ikiwa unataka kuja kukutana na Mungu wako na kuomba pamoja nasi, ninakualika baki nyuma. Njoo tu hapa mahali. Wale wote mnaohitaji, njoo tu hapa. Tutakuwa na ubatizo mkubwa juma lijalo, ubatizo mkubwa sana. Tunaomba ya kwamba ikiwa unataka kubatizwa, wewe nawe njoo hapa. Baki, njoo tukuombee. Baki mahali hapa baada ya mkutano. Tunataka kutumia muda nawe tukukabidhi mikononi mwa Mungu, ili hilo uliloliamua likamilike siku ya leo, kwa sababu leo ndiyo siku ya wokovu. Haleluya. Tuombe. Baba mtakatifu na Mungu mkuu wa mbinguni, wewe uliyeumba nchi lakini ukatuumba sisi binadamu kama vilele vya uzuri wa uumbaji wako, leo hii umekuja ukitukumbusha tuikumbuke siku ya Sabato. Bwana, sisi ni binadamu, husahau. Tena husahau namna hasa unavyotaka tuitunze Sabato. Ninaomba tulivyosimama utupokee. Utufundishe namna ya kuitunza Sabato, kisha utupatie nguvu za kuitunza Sabato. Tuingie katika hiyo raha kubwa uliyokusudia, ambayo tunaikosa na hivyo kufanya maisha yetu kuwa na shida na taabu. Tunayakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Dada yule, ndugu yule, baba na mama, watoto wadogo tulioko hapa, ninaomba sasa Bwana utupokee kwa viganja vyako mwenyewe, na kwa neema yako hizi sauti za maombi zinapokuja mbele zako, ninaomba utusikie na utujibu. Kuna wapendwa hawa wamekuja mbele zako, wana maamuzi haya wanayoyafanya juu ya kuitunza siku yako kama ulivyokusudia. Ninaomba uwashike mkono, wasikie mguso wako, wakapate nguvu ya kwamba siku hii ya leo ukachore mstari, ya kwamba maisha yaliyopita wewe umeshayasahau na sasa wanaanza maisha mapya pamoja nawe. Ninaomba uwapokee kama wana wako na binti zako. Ninaweza hata kuyaona machozi ya furaha yakitoka katika uso wako, kwa sababu ni kwa ajili yetu na hawa waliokuja. Ndio maana hata mwana wako akafa pale msalabani.
Kwa hivyo ninaomba siku hii ya leo shangwe na furaha mbele zako. Katika vituo vyetu vyote kule, wale wote waliokuja mbele zako, ninaomba Bwana upate kuwapokea. Wanapokuita kumoyo moyo, naomba uwashike mkono, wapate nguvu za kiroho. Ninaomba ikiwa wana shida na taabu zozote zinazowasonga katika maisha, kwa jina la Yesu ninaomba ukawafungulie wapate kuwa huru, ili shetani asiwasonge, na badala yake wasikie amani kali moyoni mwao itakayowapatia furaha na amani ya kudumu katika siku zote za maisha yao yaliyoko mbele yao. Ikiwa kuna wagonjwa, naomba mguso wako wa tiba upate kuwa juu yao. Wana matatizo yoyote ambayo yanawaletea msongo na maumivu katika maisha, wengine wakiwa wamefiwa, ninaomba wewe Bwana ndiye faraja pekee kwa wakati huu. Wachukue wana wako na binti zako ukawapanguse na hata machozi yao. Kwa pamoja kama watu wakupendao, tunaomba utusikie, na tunakushukuru kwa kukujibu, maana twaomba yote haya kwa jina lake Yesu Kristo. Amen. Chino.